Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, hamia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, hamia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba, hamia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Amen. Kama unampenda Yesu tupige mikono. Wakati unapokuwa kanisani haiko fasi ya kuwa baridi. Ninaomba watu wanachangamuka. Amen. Siku ya Mungu tashuhudia. Umunsi w'Imana nzoshinga intara. Inabidi tutimize ahadi ya Bwana. Ngombwa dushikane gusezerana n'Imana. Amen. Unaona kuna wamoja wanafuraha, wengine wanafuraha. Ona bamwe banezerewe abandi batanezerewe. Sijue unilala je? Sinzi uko waraye. Kama unajisikia je? Cyangwa uko wiyumva. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Nazira mama Noela. Amen. Unanikia sana. Unaweza kujua. Unajua wazi ukikuwa mbele ya Yesu, mbele ya Yesu ukionyesha hasira, wewe kanyuma na mahitaji yako inakuwa ni hasira. Ni mitwaro ya usawa. Hata magonjwa yako ni hasira. Ni ngwara zawe zilizisumbua. Lakini ukionyesha furaha, ariko wewe kanyuma neza. Hata huzuni haina gani. Nabo wozu mubaro ngaragu Bwana atayaosha. Imani kibyoza byose. Basi na mimi nikipita ushuhuda sikumhubiri. Nanje ni mu mwanya wo gushinga ntare sindi muvuga butumwa. Jo ile siku ya Mungu ilipita. Kuko kuwa Mungu wa Mungu waheze. Niliwaambia nitashuhudia. Navuze ngo nzoshinga intare. Na nilikuwa nasema nitaimba. Bali nanavuze ndaririmba. Lakini nangoja kawimbo katakuja nyuma. Ariko ndaririmba karibu katakuza. Hapana leo katakuja nyuma. Hapana Yesu. Mama cheka tu. Ni siku yako. Mama twenga numusoha. Ni siku yako mama. Numusoha. Ili neema Mungu alisema ukuje usikie sauti yako. Mungu ni maana ya guhamagaye gusoma ufisho ryayo. Basi kama mimi nasimama mbele yenu. Nuko nyamba magazi mbere yanyu. Nataka nimuinue Mungu wa Mose. Omba ndeshi cyubahiro Imana ya Mose. Sijui kama mnanisikia. Sisi kwa Mungu. Nataka nimuinue Mungu wa kanisa la Moa. Omba shehe Imana ya si ya kwamba niliokoka mu Moscow. Sikubera nobana kibuzo mu Moscow. Ama nilianza neno la Mungu mu kanisa la Moscow. Change nobana tanguye hamwe n'Imana muri Moscow. Lakini kile nilikutana mu Moscow. Ariko nasanze muri Moscow. Nikikupa kuzidi kuwa nilikuwa napita. Ni nini kushobora kiyo kuamini kabisa. Kweli kabisa. Kujijua kama uko Mkristo, kwimenya ko Mkristo wala Kristo yuko ndani yako. Cyane ko Kristo ari muri wewe. Tukasema ya kwamba tuvuga yuko kama uko Mkristo, yanga uri Mkristo, unatoka mjamaa ya watu wafanya dhambi, ukamuva mu muryango w'abakora ibyaha, unaingia mjamaa la watakatifu, ugatawiza mu muryango w'abera, na mwile jamaa ya watakatifu wani mu muryango w'abera, na muko matabia, naho hari n'ingeso. Haleluya, amen. Ukakutana mwa Kristo muko tabia hizi tatu. Utusanga mu Bakristo harimo ingeso zitatu, na zile tabia tatu kandi mwizo ingeso zitatu ukakutana tabia ya kwanza ni nini? Upendo. Utusanga ingeso ya mbere n'urukundo, ya pili kama vile mtumishi wa Mungu anatoka, ya kabiri nk'uko umukozi w'Imana ahejeje kubivuga, imbabazi, na hii ya tatu ni ya gatatu tunataka nizungumzie, yashaka mvuge ko ni kungoja muda, ni kurindira umwanya. Lakini utakutana Wakristo wa leo, ariko usanga Abakristo b'uno munsi hii kusema wangojee muda, abo bikuvuga ngo barindire umwanya, wao wanawauzi ukuri bo no kubagora. Lakini nakwambia, ariko ngo ndakubwira, ngoja muda wako, urindire umwanya wawe, muda wa Bwana uko juu yako, umwanya w'Imana uri kuri wewe. Ambia mwenzako
nataka kushuhudia. Icyo ngomba gushingirira. Kama mimi nilikwambia nilikutana mu Moscow. Nkuko nakubwiye tucyana kwanza muri Moscow. Nikikubwa mali nilikuwa nena negeye. Nikini nikurusha abanagiye dinjira. Ukiona kama Moscow ni kadogo. Ubonye Moscow ni gato. Mpaka utakazara. Mukwambura kasusu. Lakini ingia ndani. Ariko injira muri. Hapo ilikuwa mweusi wa aina gani? Nawe wewe unaweza umeze gute? Wekunda unakuja. Hata ulikuwa mzee wa aina gani? Nawe wewe mtamu wewe na kubuliana unarudia. Uko utabugaruka. Haleluya. Amen. Ninafurahia hii community yetu. Je, tukoenda shinda nezerewe ujira community yacu. Mimi nilikuwa mgararizi sana. Jewe na mgararizi cyane. Wanaambia mimi nitabaki unateseka tu wa mama tu. Jewe ingeso yanje kwari kugenda ngora ba mama cyane gusa. Lakini ariko ilifika muda wa Mungu. Harageze umwanya w'Imana. Mambo ya kutesa kama vile Sauli. Umwanya wo kubagora kwa kama vile Sauli alikutana na Kristo. Wako Sauli yahuye na Kristo. Na mimi ni vile vile nilikutana na Bwana. Nanje niko kuko nahuye na. Akasema muda wa kutesana naisha. Umwanya wo kugorana. Ni muda sasa kuingia katika chama ya watakatifu. Umwanya wo kwinjira mu muryango. Nataka nifanye kontra na nani? Ariko ngoma ngiryo kontra na Yesu Kristo. Nataka nifanye kontra na nani? Ngomagire kontra nande. Sijue kama mtelewa hapo. Siinzi kama mtabu. Nashuhudia tena siku nyingine. Ndashuhudia siku nyingine. Kubitops. Vumilia. Moscow muko moto. Muri Moscow. Moscow muko tukufu. Muri Moscow. Moscow muko baraka. Muri Moscow ibisho. Wewe mwenye hujaona. Wewe utarabona. Uanze siku ya kwanza. Uhere kumuswa. Mpaka siku ya 5. Kushika kwa 5. Kutakwambia kenye hujaona na unakwere kuchokorabona. Utakufungua macho. Tukundurura macho. Na utakiona. Hadi uzokibona. Amen. Amen. Wewe mimi nataka kuwa contractual sasa katika Moscow. Wewe kujikuri ngomba kuba umukonja wa Moscow. Jone tukie Bwana kabisa katika kumudanganya. Kuri hivyo nakoreye Imana ukuyihenda. Na ninamfurahia zaidi mke wangu. Kandi nenezerewe cyane umugore wanjye. Mke wangu atasimama tuna pepe tuka. Muda wa Mungu uko kwa kila umoja. Ndio mambo ngogo umenya w'Imana uriho kurikira Mungu. Na muda si muda mtaona hapa. Kandi mwanya n'umwanya muraza kubona hano. Chota pasua kitabu. Mwanza kumani kitabu. Kwa hayo Mungu awabariki. Na wazidishie. Na wasi sana siku ya kwanza na ya pili mpaka ya 5. Kandi nabinyotekane ku munsi wa mbere gushika kwa 5 gusa mwakire. Ili mfungulie macho. Kugira ngo ukamazi. Muone kitu mwaka nyumba kadogo. Murabe ukiri mwakano kazi gato. Niliwaambia hata siku moja si mtona gari ya simu naanza simama bana. Mtanionea wivu. Navuze mu munsi mike tahoza wali muduga simu hagaze haja muzongere shari. Hivi ni naongea hivi mnaona kama ni plan. Kandi nguvu nivuga gutya mubona kwa njye Kesho kunakuja. Ariko njora. Bariki. Amina. Amena. Tunamukaribisha Papa Lola kwa dakika 4 ama 3. Karibu. Bwana asifiwe. Ni vyiza gushimira Imana ku bikomeye yadukoreye ku buzima bw'isi yose, sababu hiyo ndio injili. kuko iyo uri ubutumwa bw'ukuri. Kama tunamhubiri Yesu ambaye hatendi ambayo sisi tunashuhudia. Nyamba tuzomuvuga ku butumwa Yesu uba adakora ngo dushinge ntahe. Na maana wewe Yesu ana
bagomba kuba Yesu atafise lakini Yesu Kristo ana nguvu. Ariko Yesu tutafise inkomezi. Ndio maana tunatakiwa tushuhudie makuu ambayo niyo mpamvu tugomba gushingira intare ikomeye yadukoreye. Ndio pita ile kwa hapa. Indwi yashize aho nari ngaha. Nataka niseme neno lakini muda uwepo. Nagomba kuvuga ijambo ariko umwanya ntwari uhari. Wiki iliyopita sikuja. Uyu ushize sinaje. Kwa sababu kwa ikumu sana nini. Kuko vyari bigoye cyane kugira ngo nze. Hari umuntu yarungitse na Tanzania. Kandi biteze kutobatora. Kandi bakwase mu lazitore mu gihe cy'ikoraniro. Kandi hari umuntu azikeneye muri Kongo. Mu bibazo by'imiryango cyane. Zaraye ngombwa kunokora. Unombo sinachewe kuko hari umushitsi yarayiwa alitoka Kongo yavuye muri Kongo akalala kwangu kuja kwa harusi jana yatarayiwa njaje kubukwe ejo akachelewa kulamu acha atero kuvyuka sasa mfukuza kuri ivyo sina kumwirukana ikabidi tu niangalie mpaka sasa amuka ndio tutoke sisi wote ndio ngomba ko ndamulindira ushikaje ukira kugira gusohoka nimefika hapa mapema nashima Imana ko yashoboye gushika hano hakikare hakuna kuchelewa mbele za Mungu nta gucerewe imbere y'Imana kwa kushuhudia na shuhudia makuu ya Mungu kwa sababu ya safari ambayo nilifanya kugushinga ntaja gushima shima ku rugendo nagize nienda Tanzania nagiye muri Tanzania katika mji wa Mwanza gushika mu gisagara cha Mwanza karibia kilomita 900 ni hafi y'kilometero amajana 9 ni urugendo rurerure na nilirudi salama kandi nagarutse amahoro wakuta huko abona sanzi ni wazima nasanze bakomeye sasa ni wazima nimbo ngaha kandi barakomeye safari ni ndefu urugendo rwari rurerure unajua kama katika safari kuna mambo mengi urazi ko mu rugendo hari ibibazo byinshi cyane byinshi ajali mengi mu rugendo rurerure n'amasanganya menshi lakini sisi Mungu atuepusha nayo ariko Imana yaraturinze kama mnavyoniona nuko mbona nina afya njema fisi ubuzima bwiza nafikiri kuna siku nyingine tulikuwepo hapa ndazi ko rundi mwezi twari hano nikawaambia tuombee familia yangu ndavuga ngo dusengere umuryango wanjye Imana Mungu ni mwema Imana ni nziza na jana tulikuwa murenyo ya familia n'ejo katwara mu nama y'umuryango naona kama kuna 90% ama 90% ya kupatana sasa mbona ko ari 90% yo kuhuza yo kumvikana ina maana tuliomba niyo mpamvu twasenze tukajibiwa kandi turasaba watu wengi wanataka na kuomba sasa hivi akitoka hapo nje ajibiwe abantu benshi bakunda basenze ubunyene basenza hanze y'ikibibi mimi naamini kwamba ule moyo ambao nilikuwa nao ariko je ndizera mu mutima nari mfise ambao tuliyafanya n'icyo twakoze Mungu ametenda sasa n'Imana ko yabikoze nitakwenda kuimba verse mbili za wimbo ambao unasema mon âme bénit l'Éternel ngomba l'Éternel car il est digne des louanges ma bouche célébrer l'Éternel car sa miséricorde durera à toujours. Oh. Car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne des louanges. Ma bouche célébrer l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Oh. Car sa miséricorde durera à toujours. Si j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de ses mains, si j'ai contemplé la terre, l'ouvrage de
s'aimait, si j'ai contemplé sa miséricorde envers moi, oh Jésus, le mot me manquait pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le roi de la tribu de Juda, oh Jésus, amen. Amena. Tunamkaribisha Papa Simon ataombea sadaka na mhubiri. Karibu. Tuheshimu kipindi hiki, tutaweza simama ili tumuoneshe Mungu makuu na maajabu yake ametutendea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu juu ya mbingu yote, mfalme wa amani, kimbilio, tegemeo, mwamba aliye hai. Mungu wangu na Bwana wangu, nasema asante na shukrani kurudilia kwa ulinzi ukingo uliendelea kwa pamoja na walio wako mwanzo asubuhi hadi kutufikisha muda mzuri, muda kama huyu tumo ndani. Baba yangu, tunarudisha sifa hizo kwa kweli, unastahili, unaenea, unatosha kwa kila umoja na kwa mali yako. Basi kwa amani, tazama vipindi vyote vimepita kwa amani na salama. Vipindi vyote umetuongoza kama vile upendavyo. Tunafika mkipindi kizuri cha kuinua sasa matoleo yako. Tazama mkono ulionyosha kwa kutolea. Baba yangu na Bwana wangu, peke yako na ujua. Baba, tazama mahali alipotoa Bwana pamebakia vile. Hakuna kitu iko nacho, lakini aliona tu akupendeze wewe Bwana wa Mungu wa majeshi, ili Bwana kutolee. Basi Mungu akutonakitika. Najua katika orodha yako kuna kukumbukwa tena na wewe. Kumbuka ile mkono leo kutolea. Baba, mahali alipotoa Bwana pamoja wazi atupajaze sasa. Kazi yake anayofanya, vifuba anayofunga, njia zake anazotembeleza mafanikio. Baba, hata uikumbuke ili Mungu si kingine atoe zaidi ya hiyo. Tazama huyu mkono kutoa. Baba, walipungukiwa leo, lakini najua neno lako nasema ya kwamba vyote ni vyako. Hakuna yule aliyokuja kwa karudi alivyokuja. Sio kwamba wamekosewa na njoo tawarudisha ndizo walivyokuja. Acha Bwana wapokeze tu neema na utukufu yako, ili kesho wapate tena nao kidogo ya kuweza kutolea. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana ulikuwa pamoja na sisi katika vipindi vyote, programu yote ulikuwa pamoja nasi, ulituongoza ukatuhimiza hadi tunafika mkipindi sasa cha kuinua huyu atakayetoa neno kwa siku ya leo. Neno lako linasema katika kitabu cha Mwanzo 2:1-3, inasema tulifanya kazi siku 6, ya 7 ukapumzika, na siku hiyo kaita ni siku ya Sabato. Ukaambia wana wa Israeli waiheshimu na waitakase. Na sisi leo ni wana wa Israeli. Baba, hata tuheshimu siku hiyo. Tunamtia mnenaji mkononi mwako asubuhi ya leo. Baba, haonekane kwa speaker tu mbele yetu, lakini wewe tawala nafsi, roho yake, tawala mazungumzo yake, tawala maneno yake uliyomtayarishia. Baba, itoke na upako, itoke na utukufu, ikafungue kila vifungo vyote shetani anatufungia, kila magonjwa yote shetani anatutumia, kila madhaifu ilikuwa ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti tunakushukuru kwa kuwa mwambo utakuwa pamoja naye kama vile Alfa na utaenda maliza naye kama vile Omega. Na sisi wasikilizaji, utufungue masikio ya roho kama vile kimwili, ututoe madistraction ndani yetu, toa ile mafikira yetu ya nje ndani mwetu, toa ile ya kutoka nje ya kusikiliza masimu ya kuwa distract kwa watoto. Yale yote tunaekemea katika jina la Yesu Kristo. Acha Bwana utupatie kimya ili tuyasikilize yaliyo kwa maagizo yako kwa siku ya leo. Ninaomba na ninaamini Bwana hautatupungukia wala kutatuachilia. Utakuwa pamoja nasi katika upendo mkuu ule upendo ulimwengu, katika jina la Yesu. Amen. Asante. Kama vile Yohana aliweza kuambia wana wa Israeli ya kwamba mimi nakuja tu nikutengeneza njia, lakini atakayekuja nyuma yangu njoo huyo mtafuata. Amen. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Sijui mimi mnamuona aje. Haleluya. Amen. Ni kama vile wewe. Kwa msimame basi atukalishe chini. Tusimame ya tukalishe chini. Tusimame. Na tumshangilie kwa shangwe na vigelegele. Kisha yeye atakika
Alléluia. Mettez-vous assis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je remercie l'Éternel pour m'avoir accordé le temps et le moment de prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi je remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait hier. Alléluia. Amen. Par le Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je vais prêcher à propos de la guerre. La guerre. Vita. Je vais vous dire une chose. Dans le ciel, il y a eu une guerre. Et cette guerre-là, c'était une guerre qui était engagée contre les Michael et Lucifer. Maintenant, cette guerre-là était vraiment une guerre très ardente. Et à ce moment-là, quand la guerre était déclenchée, il y avait une grande multitude des anges qui étaient derrière Lucifer. Et d'autres étaient derrière Michael. Et la guerre a débuté. Cette guerre-là, celui qui a vécu la guerre, c'est le camp de Michael. Quand Michael a remporté la guerre, Lucifer a été précipité sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a pris une décision. Cette décision, vous connaissez la décision? Vous la connaissez? Nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17 dit ceci. Et le dragon fut irrité contre l'homme et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la Bible en Swahili ou en Kirundi, il peut aussi nous lire. Kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke, likaondoka ili kupigana vita na watoto waliosalia wa huyo mwanamke, yaani wale wanaozitii amri za Mungu na kushika ushuhuda wa Yesu Kristo. Ile joka likasimama kwenye mchanga wa bahari. Amen. Amen. En Kirundi aussi. Ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kigirira ngo kigwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingiye intahe Yesu. Alléluia. Amen. Vous venez d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu vient nous dire ceci. Lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, il a été irrité et il a pris la décision de faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à toute personne qui garde les commandements de Dieu. Celui qui garde les commandements de Dieu, il va entrer en guerre avec ses dragons. Il va entrer en guerre avec ses pitons. Et ce piton-là, son nom s'appelle Satan. Diable. Il s'appelle Diable. Alléluia. Amen. Il a pris la décision. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre.
Na kukuambia kama tuko ndani ya Cette vita. guerre a commencé au ciel. Vita hiyo ilianzia mbinguni. Et cette guerre, c'est une réalité certaine. Na vita hiyo ni ukweli. Cette guerre est aujourd'hui. Na vita hiyo hadi leo ipo. Nous venons d'entendre l'enseignant, il a prêché à cause du pardon. Ulisikiza mwalimu akufundisha kwa ajili ya Si quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui combat les gens de ne pas pardonner. kuna mtu ambaye anapiganisha wale ambao wanasamehe. C'est celui-là qui s'appelle Lucifer. Huyo ndiye anaitwa Lucifer. Parce que quand il a été précipité sur la terre, Wakati alitupa hapa duniani, il a juré de faire les combats avec tout cela qui gardera le commandement de Dieu. akaapa kuanzisha vita na yule ambaye anachunga amri za Mungu. Alléluia. Amen. Maintenant, Na sasa Jésus, Yesu lui, quand il a vaincu Satan, yeye alipomshinda shetani il n'a pas eu le temps de rester au ciel. hakuchukua muda kubaki mbinguni. Il est venu aussi sur la terre Akaja naye hapa duniani pour les combattre ili aweze kupambana naye et pour les vaincre. na ili aweze kushinda. C'est pourquoi lui-même a écrit et il a donné un message dans le livre de Apocalypse 2, verset 26. Ndio maana naye alitoa ujumbe ndani ya kitabu cha Ufunuo. Lisons Apocalypse 2, chapitre 2, verset 26. Ufunuo 2:26. Et observons ce que dit la parole de Dieu. Angalia nini neno la Mungu linasema. Je vais commencer à lire en français Nitaanza kusoma kwa Kifaransa, et après celui qui va suivre va lire en Swahili, ambaye atafuata kwa Kiswahili pia, après l'autre en Kirundi. na mwingine atasoma kwa Kiswahili. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je leur donnerai l'autorité sur les nations. Amen. Amen. Atakayeshinda na kutenda mapenzi yangu mpaka mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Amen. Amen. Lisons en Kirundi. unesha nzomwakwicarana nanjye 2:26. Inesi. avuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo zomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi, La personne qui vaincra, yule ambaye atashinda, celui-là qui vaincra, yule ambaye atashinda on lui donnera l'autorité sur toutes les nations. tampa mamlaka juu ya mataifa Il yote. aura le pouvoir Atapata sur toutes les nations. juu ya mataifa Et yote. il aura aussi le pouvoir Atakuwa pia na uwezo de vaincre toute autorité du diable. kushinda mamlaka yote ya shetani. Alors, Na hivyo cette personne nous dit ceci. verse hii inasema hivi, En réalité, nous sommes en guerre. ni ukweli tuko ndani ya Et vita. dans cette guerre-là, Ndani ya vita hiyo nous devons savoir comment nous comporter tunajua namna gani tutaishi afin de vaincre la guerre. ili tuweze kushinda vita. Alléluia. Amen. Et cette guerre-là Na vita hiyo a une nature de combattre. inakuwa na Et je vais vous montrer comment combattre dans cette guerre. itaonyesha namna ya Je vais vous kupambana, montrer comment se comporter itaonyesha namna ya afin de kupambana vaincre ili tuweze et kushinda d'obtenir na kupata le pouvoir, uwezo l'autorité Uweza. sur toutes les nations. Juu ya C'est ça la parole de mataifa Dieu yote. qui est écrite dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 26. Hiyo ndio neno la Mungu ambalo limeandikwa ndani ya Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 26. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi, Lucifer Lucifer a pris la décision alichukua mambo d'entrer en guerre ya kuingia ndani ya vita avec toute personne na watu qui wote garde le commandement de ambao Jésus. wanalinda neno la Mungu. Et qui garde le commandement de Jésus, Na yule ambaye amelinda amri za Mungu, ceux-là qui gardent le commandement, yule anayelinda ce neno sont la les Mungu chrétiens. ni wa Kristo. Et Jésus lui-même vous dit ceci. D'être ici toutes les autorités, toutes les nations. Na kukuwa juu ya mataifa yote. Alléluia. Amen. La nature de cette guerre maintenant. Vita hiyo iko namna gani? Comment maintenant nous allons nous comporter dans cette guerre? Namna gani tutakuwa ndani ya vita hiyo? Nous allons lire le livre Tutasoma kitabu des Corinthiens, wa Korinto wa pili chapitre 10, sura ya 10 verset 3 mstari wa 3 jusqu'à 4. hadi mstari wa 4. Des Corinthiens, chapitre 10, verset 3 jusqu'à 4. Wa Korinto wa pili 3 Des Corinthiens, chapitre 10, 10 verset
verset 3 jusqu'à 4. Celui qui a déjà trouvé qui peut lire. Ingawa tunaishi duniani, lakini hatupigani vita kama ulimwengu ufanyavyo. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez en Kirundi. nawe kuri n'umubiri iturwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes dans la chair. Nous marchons dans la chair. Mais pour combattre, nous ne devons pas combattre selon la chair. Mais la façon dont nous allons combattre, c'est combattre en esprit et en vérité. Parce que notre combat, c'est un combat qui est spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes. Nous sommes là pour combattre en esprit et en vérité. Je vais interpréter cette parole. Qu'est-ce qu'il dit de ne pas combattre dans la chair? Qu'est-ce qu'il dit la chair? La chair, c'est une personne. Et si quelqu'un combat la personne, il commet une erreur. Celui-là combat selon la chair. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle nous dit ceci: nous n'avons pas à lutter et à combattre selon la chair. Mais notre combat c'est spirituel. Nous devons combattre avec les mauvais esprits qu'on appelle les esprits impurs. Ce sont les démons, ce sont les acolytes, ce sont les sorciers. Ces démons-là, on les appelle des esprits impies. Alléluia. C'est ça la nature de ce combat. Je vais vous dire ceci: dans ce combat, il y a deux camps. Le premier camp, c'est le camp des chrétiens. Le commandant suprême de ce camp-là, il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le lion des tribus de Juda. Alléluia. Le deuxième camp, c'est le camp du diable. Il a son armée. Ce sont les acolytes, les démons. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans l'église. En tout cas, nous sommes ici parce que nous sommes dans le camp de Jésus-Christ. Et celui qui est notre combattant, celui qui est notre commandant, il s'appelle le roi des rois, le commandant suprême. C'est celui qui est Jésus-Christ. Et nous allons le voir dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 15. Akaona mtu aliyesimama mbele yake akiwa na upanga mkononi uliovutwa kwenye ala. Yoshua akamwendea na kumuuliza, "Je, wewe uko upande wetu au upande wa adui zetu?" 14. Akajibu,